ambayo ikitokana na ile kesi ya uhaini ambayo iko bado katika mahakama kuu masijala ndogo ya hapa Dar es Salaam. Sasa maombi haya yanatokana na ule uamuzi wa mahakama kuu wa tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo mahakama kuu ilikuwa imekataa kupokea ile notisi ya ushahidi wa ziada toka shahidi ambaye tayari alikuwa ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi wa mahakama ya ukabidhi au mahakama ya komito, ile mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa pale Kisutu. Sasa upande wa jamhuri haukuridhishwa na uamuzi wa mahakama kuu ambao ulikuwa umekataa kwamba ule ushahidi ambao unatakiwa kutolewa ulikuwa unatakiwa kutolewa na mtu ambaye tayari ni ameshaorodheshwa, na kile kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa kesi za jinai kinakataza kwamba shahidi tayari ambaye ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi na mahakama ya ukabidhi hawezi tena kuletwa kutoa ushahidi katika ushahidi mwingine au ushahidi wa ziada katika mahakama kuu. Upande wa jamhuri wenyewe umepeleka maombi yake ya mapitio katika mahakama ya rufaa. Tarehe hiyo 24, mnakumbuka siku ile kwamba tulikuwa tuendelee na kesi, walikuwa maomba ahirisho la dakika 50, wakaenda wakatumia saa 4 nzima. Baadaye waliporudi ndio wakatuambia kwamba wakatuletea hiyo notice, na walikuwa mkumbuke walikuwa wamezima na simu zao ili wasipatikane wakipigiwa kwamba tayari mahakama iko tayari kuendelea na kesi. Walipoibuka saa 8 na karibu saa 9 kasorobo ndipo walipokuja na hiyo notice kwamba wamekata rufaa mahakama wamepeleka na maombi ya mapitio mahakama ya rufaa. Sasa kesi hii imechukua, mwenyekiti ameweza kuonyesha wazi kabisa kwamba tokea tarehe 24 ya mwezi ule wa pili mwaka 2026 hadi leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni siku 139 ambazo yeye amekaa ndani, kesi haijasikilizwa, na amesema kwamba ilikuwa ni mbinu mojawapo ya kuweza kuipaki hii kesi, kwamba kuichelewesha tu wakati yeye anaendelea kuumia. Sasa alikuwa amewasilisha zuio pingamizi dhidi ya maombi ya serikali, akisema kwamba haya ni miongoni mwa aina ya mashauri au aina ya maombi ambayo hayaruhusiwi na sheria, kwa sababu mahakama inapotoa uamuzi mdogo kuhusiana na hoja yoyote mahakamani, basi wadau hawaruhusiwi kukata rufaa au kupeleka maombi ya mapitio, labda tu pale ule uamuzi unapokuwa umetolewa uwe na ile hadhi ya kumaliza kabisa lile shauri au kuamua kwamba nani kashinda nani kashindwa, na kwa maana hiyo kuna hukumu au kuna uamuzi ambao unaamua moja kwa moja haki za wadau. Kilichotokea siku ile ilikuwa ni kwamba tu kipande cha ile notice ilikuwa imekataliwa na kesi itakiwa iendelee. Kwa hiyo kama ameweka pingamizi, upande wa serikali unasema wao walikuwa sahihi, wao walikuwa wanapinga kwamba mahakama ilianza kujadili ule ushahidi na kwamba hawakusikilizwa kutokana na kujadili ushahidi. Mwenyekiti Tundu Lissu ameweza kuonyesha kwamba amepitisha katika rekodi ile akionyesha kwamba jinsi ambavyo mahakama ilitoa nafasi kwa pande zote mbili kusikilizwa, na kwa maana hiyo basi hilo dai la kusema kwamba kusikilizwa sio sahihi, na akaomba vile vile kwamba kutokana kwamba amekaa ndani kwa hizo siku 139 basi mahakama itumie madaraka yake au mamlaka yake chini ya kifungu cha 367 cha sheria ya makosa ya jinai kuweza kumpatia fidia, na akasema kwamba yale yote ambayo yamefanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa taifa mashtaka yanakiuka ibara ya 59 ibara 59 b kubwa fungu kile kidogo cha 4 ambacho kinamtaka muendesha mkurugenzi wa mashtaka wakisha kwamba anatenda haki, kesi zinakwenda haraka na atumii mfumo wa jinai kuweza kufanya nini, kumuumiza mtu au kutokutenda haki. Hasa baada ya kusikilizwa pande zote hizo mbili, mahakama imesema kwamba itatoa uamuzi wake, inataka nafasi kwanza kuweza kuamua, je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi? Kama ni sahihi itaishia tu hapo, lakini kiona kama pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina. Baada hapo akasema mahakama ikasema baada ya kuandika uamuzi basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari lini, tayari kwa kuweza kusomewa. Asante. Mliofika mahakamani leo, wanachama, wananchi, viongozi na vyombo vya habari ambao mmefika kwa wingi sana leo. La pili, tutumie fursa hii kurudia na kusisitiza, mwenyekiti Tundu Lissu
ameeleza gerezani kwamba mahakamani hapa kwamba uamuzi wa DPP na waendesha mashtaka wa serikali kuwasilisha maombi haya kinyume cha sheria, kinyume cha haki, ni matumizi mabaya ya mamlaka ya DPP na mipaka aliyowekewa na katiba ya nchi, ibara ya 59 B kubwa kifungu kidogo cha 4 ambacho kinataka yeye katika kutumia mamlaka yake kinamtaka asiingiliwe na mtu yoyote wala mamlaka yoyote, lakini ayatumie hayo mamlaka kwa kutenda haki, ayatumie hayo mamlaka bila matumizi mabaya ya mamlaka, na ayatumie hayo mamlaka kwa maslahi ya umma. Kwa maombi haya yaliyoletwa mahakamani na kwa hoja ambazo mwenyekiti Tundu Lissu amezisema mahakamani, ni dhahiri kwamba DPP amekwenda kinyume na mamlaka hayo ya kikatiba kwa siku hizo 139 ambazo mwenyekiti Lissu amekuwa gerezani. Sasa sisi hatutaingilia maamuzi ya majaji, lakini tunarudia kumtaka DPP, kwa sababu kulisema hili sio kuingilia mambo ya mahakama wala sio kuingilia mambo ya mahakamani. DPP ana mamlaka kwa mujibu wa katiba na sheria. Wakati wowote ule akiona kesi haina msingi wowote, wakati wowote ule akiona kesi haina maslahi ya umma, anaweza kupeleka mahakamani hati ya nia ya kutokuendelea na kesi, nore prosecute, na akisha wasilisha hiyo hati, kesi inafutwa mara moja. Namna mojawapo ya nchi yetu kuondokana na aibu hii inayoendelea mahakamani, namna ya nchi yetu kuepukana na matumizi mabaya ya fedha za umma, kwa sababu kadiri kesi inavyoendelea kusikilizwa mahakamani. Kwa mfano leo imesikilizwa mahakama ya rufaa, makao makuu ya mahakama yalishahamia Dodoma. Maanake majaji wakija mahakamani hapa mahakama ya rufaa ni gharama za umma, wanakuja Dar es Salaam kwa ajili hiyo, ni gharama. Mmeona halaiki ya askari huko nje na magari ya askari na deployment kubwa, sio tu eneo la nje ya mahakama, mitaa mbalimbali, kwa sababu ya kesi hii ambayo haina sababu yoyote ya kuwepo mahakamani. Tunarudia tena kumtaka DPP kuiondoa hii kesi mahakamani. Kama kesi hii iko kwa maelekezo ya Samia Suluhu Hassan, DPP awasiliane na Samia Suluhu Hassan, kesi hii iondolewe mahakamani. Mwenyekiti amekushakaa gerezani siku nyingi, 1 mwaka na miezi 3. Inatosha, kesi hii iondolewe mahakamani.